Shalom. Najua umekuwa ukimwomba Mungu akupe kibali. Leo nataka nikufundishe level za kibali. Sasa wote tunafahamu kwenye Biblia kuna kibali cha aina mbili. Kuna kibali kwa Mungu na kuna kibali kwa wanadamu. Kama Yesu alivyopewa. Yesu alipokea kibali kwenye macho ya Mungu na kibali mbele ya wanadamu. Kwenye kibali kwa wanadamu, leo nataka nikufundishe level 3 za kibali kwa wanadamu. Japo ziko 6, leo tutaongelea 3. Ya kwanza, kuna kibali kwenye akili ya mwanadamu, kuna kibali kwenye moyo wa mwanadamu, na kuna kibali kwenye milango ya mwanadamu. Kuna watu ambao wako TikTok wanafanya video, unachokihitaji wao ni viewers na likes, au wanataka kibali kwenye akili ya mwanadamu, wanataka kibali kwenye moyo wa mwanadamu. Hiyo inamtosha. Sasa kuna wewe ambaye unahitaji, ili nikupe mfano. Unajua hawa watu ambao sasa mimi najua na nani tajiri fulani, najua, lakini maisha yao yako vile vile. Unajiona na tajiri au marafiki zako ni watu wenye kipato kukuzidi, lakini kile ambacho utapokea kutoka kwao ni kutoka nao out, watakununulia tu pombe basi. Kwa nini? Wewe una kibali kwenye akili zao na kwenye mioyo yao, lakini hauna kibali kwenye milango yao. Ninamaanisha ninavyokuambia kibali kwenye milango yao. Milango sasa ndo connection. Milango ndo pesa. Kwamba utakuwa nao tu, lakini mpaka akupe ile connection. Wewe mwanangu unapata vipi pesa? Lakini akwambie. Lakini anakupenda, hapo una kibali tu kwenye moyo wake, lakini kwenye milango yake, kwenye ugali wake hauna kibali. Kwa next time unavyoenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, naomba unipe kibali kwenye milango ya wanadamu. Nipe kibali kwenye mioyo ya wanadamu, nipe kibali kwenye akili ya wanadamu. Kuna mwingine unahitaji mtu tu akukumbuke. Unahitaji watu wakukumbuke, watu wamekusahau. Kwa Mungu, naomba nipe kibali kwenye akili ya wanadamu, kibali kwenye moyo wa wanadamu. Kuna wengine mnachukiwa tu bila sababu. Mtu unaweza mkao mnaongea mambo ya kawaida, lakini unahisi ile kuchukiwa. Hauna kibali kwenye mioyo yao. Pointi ya leo nataka nikwambie, unavyoenda mbele za Mungu, mwambie Mungu akupe kibali kwenye milango ya wanadamu. Meaning mifuko ya wanadamu, access kwenye opportunities zao wanapopata wao ugali, na wewe wakufundisha wanavyotengeneza wao pesa, na wewe wakufundisha. Usiwe tu na watu ambao mna hang out wote, mnakula bata, lakini kila siku mwenzako ananunua gari jipya, kila mwezi ana gari jipya, lakini mnakaa wote mnajua na tajiri fulani bwana. Mbona wewe hakusaidii? Na kila siku mko wote. Unahitaji kibali kwenye milango ya wanadamu. Kibali kwenye milango ya wanadamu. Nikwambia kuna level 6, hoja nikumalizie nyingine. Kuna kibali kwenye akili ya mwanadamu, moyo wa mwanadamu, milango ya mwanadamu, kuna mbegu ya mwanadamu, kuna jina la wanadamu, kibali kwenye jina, kwamba nenda mwambie Vanessa kakutuma. Nenda mwambie Rais kakutuma. Mwambie waziri fulani kakutuma. Una kibali kwenye jina lake, kwamba kuna sehemu nyingine hauwezi kuingia mpaka umepata kibali cha jina la mtu. Kuna kibali kwenye kiti cha mwanadamu. Hicho ndicho nacho Esther. Alipata kibali kwa mfalme. Mfalme ana kiti, that's a throne. Access level of throne. Hiyo ndo alipata Esther, alipata Daniel. Kwa unaweza kuwa ni mtu ambaye Mungu, naomba nipe kibali kama cha Esther, lakini kwa level yako pengine unahitaji tu Mungu akupe kibali kwenye mioyo ya mwanadamu, au kwenye mlango wa mwanadamu, au kwenye akili ya mwanadamu. You see? Kwa unavyoenda mbele za Mungu kuomba, mwambie Mungu, na kwenye kibali kwenye urithi wa mwanadamu, ndo unakuta kuna tajiri fulani kama cha mfanyakazi wake urithi wote wa mali zake zote. Hiyo ni kibali kwenye nini? Urithi wa mwanadamu, inheritance. Kubadilisha namna unavyoomba kibali. Weka hivi: Mungu, leo naomba nipe kibali kwenye milango ya wanadamu. Nifungulie milango, nifungulie milango. Kila siku unaomba kazi, kila siku unaomba kazi unakataliwa. Kwa nini? Kibali kwenye milango. Opportunities ni milango, fursa ni milango. I hope